Kuhusiana na jinsi ambavyo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linavyozidi kusonga mbele na linavyozidi kuwa na hoja nzito kati ya wabunge tofauti ambao wamekuwa wakitoa maoni yao ama kuishauri serikali pamoja na kutetea maslahi katika majimbo yao, wamekuwa wakizidi kuzungumza mengi zaidi. Na hapa nina taarifa kutoka kwa mbunge Msukuma, huyu mbunge wa Geita. Naye pia kuna jambo ambalo ameweza kulichangia ambalo limeweza kuzua gumzo na maswali mengi katika mitandao ya kijamii. Kabla bado hujaweza kupata kusikia hiki ambacho mbunge huyu Msukuma, mbunge wa Geita, alichokizungumza, basi fanya kitu kimoja. Chini ya video hii hapa kuna neno limeandikwa subscribe. Ukishalibonyeza hilo neno utakuwa ni mtu ambaye unapokea taarifa zetu kila wakati, si ndivyo Sawa. Basi bila kupotezea muda, nipende kujuza katika hiki ambacho kimeendelea kutokea kwa mbunge Msukuma. Mbunge wa Geita Joseph Kasheku Msukuma ameshauri serikali kuacha kuteua wenye viti wa bodi watu waliostaafu, bali wawateue vijana wenye maono mapya ya kuisaidia taifa kupiga hatua. Msukuma amesema hayo maneno na amesema hayo yote bungeni jijini Dodoma wakati akichangia mjadala kuhusu mpango elekezi wa maendeleo wa muda mrefu mwaka 2026-2027 hadi 2050 kuelekea 2051. Mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano 2026, 2027, 2030 hadi 31 na mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa taifa mwaka 2026 hadi 2027. Mwenyekiti wa bodi wa sasa wataingia kwenye kushindana. Jambo zuri la sasa ni mimi leo kama mara ya 4 nazungumzia hili. Hayo ni maneno ya Msukuma. Msukuma aliendelea kusema kwamba mwenyekiti wa bodi ndiyo mbeba maono. Sasa mara nyingi imekuwa kama cheo cha shukrani. Mtu anastaafu, ana miaka 70, kashindwa kufanya kazi nzuri akiwa kazini, ameshakuwa mstaafu, maisha yamempiga kule alikokuwa. Sasa unamchukua tena unampa mwenyekiti wa bodi, hana hata anachoelewa, na muda wake wa Mungu umeshapita zaidi ya miaka 70. Amefanya vitu gani katika wakati ambao uliopita mpaka kufikia wakati ameisha staafu ndio anawekwa katika bodi ya kuweza kusimamia mambo yenye maslahi mapana juu ya taifa? Amesema pia aidha, amesema anafurahi hivi sasa serikali kuja na mpango wa wenyekiti wa bodi kuanzia kushindanishwa kuingia kwenye nafasi hizo. Na kitu ambacho ameendelea kusema Msukuma katika hoja nzito ambayo aliwasilisha bungeni wakati akichangia, alisema pia anafurahi wengine kuwa washindani wa umri. Pia mtu akisha staafu apumzike tu. Naona bwana, mawazo mapya yaingie. Mimi natoa maono mapya. Mmoja kati ya tulipata mwenyekiti wa kamati yetu. Naona sasa kwa hivi sasa inaonyesha kabisa vijana wanatakiwa waingie katika sekta hizo kwa ajili ya kuleta mabadiliko au maono mapya katika utendaji wa sehemu husika ambayo Msukuma ameeleza kwa urefu na kwa upana vile. Unaona bwana. Sasa mwenyekiti wa kamati yetu ya nishati Nyasao, ambaye sasa ni waziri wa ulinzi na kijana mpiga kazi mzuri sana ambaye alipelekwa NCCF, leo ni waziri hapa, amesema hivyo mbunge
Msukuma. Katika upande wa hoja nzito ilivyoibuka ni pale kwamba wameteuliwa kwa wenyekiti wa bodi wale ambao wamesha staafu na wameshazidi miaka au wamefika miaka 70 kiumungu, yani yeye amezungumza kibibilia, kwa sababu kibibilia mwanadamu anapaswa kuishi miaka 70. Ikitokea amezidi basi ni majaliwa tu, lakini pia ikitokea hajafika basi hapo kuna changamoto ambazo zimejitokeza, ila kikawaida anatakiwa aishi miaka 70. Sasa unadhani ni watu gani ambao ameweza kuwagusia zaidi ambao walistaafu na wakaingia katika hiyo bodi? Je, unaweza ukaandika hapo chini ni watu gani ambao walistaafu alafu wakateuliwa wakateuliwa kwa watu ambao watakuwa katika bodi kwa ajili ya kuweza kushauri vitu kadhaa katika maendeleo ya nchi. Kama utakuwa unafahamu basi utaweza ukaandika hapo chini ya video hii. Basi mimi nikushukuru sana kwa muda wako na niseme kwamba shukrani sana, lakini pia unaweza ukashare video hii hapa na wengine waweze kuona, lakini kama bado hujasubscribe ufanye hivyo, subscribe ili taarifa huo unazipata kwa wakati mzuri na katika muda ambao wewe unatakiwa kupata taarifa uweze kupata taarifa. Basi mimi nikushukuru sana, nikutakia wakati mwema hadi wakati mwingine tena. Bye bye.